Kwanza nachukua fursa hii kuwashukuru waandishi wa habari wote. Jambo kubwa nilokuwa nalo na mambo matatu ambayo nataka kuyaadress kwa Tanzania, lakini pia ni address kwa dunia ijue. Ila wanasema mstaarabu mtu yeyote huamtanguliza na Mungu. Kuhusu jambo lolote nataka kulizungumza, nataka kulifanya. Nami naomba tuanze na Mungu. Mungu atubariki katika press hii. Twende tukazungumze yale ambayo yataleta tija kwa taifa hili. Twende tukazungumze yale ambayo yataleta tija duniani hapa na kutusaidia kufikia malengo yetu na kuhakikisha tunaipeleka nchi yetu Tanzania katika sehemu salama. Mimi naitwa Mwijaku. Wengi wanapenda kuniita DC, lakini mimi ni kada. Na mambo ambayo amenileta hapa kuzungumza ni matatu. Naanza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza nataka niweke clear juu yangu na kutangaza kwangu nia. Nilitangaza nia ya kugombea jimbo la Kigoma, Kazura Mimba, na kila mtu alilipokea, lakini nilipata mapokezi mazuri sana Kigoma kule Kazura Mimba. Lakini japo kukawa na mvutano, wengine wakajitokeza wakasema kwa nini usigombee jimbo la Kawe? Kwa kuna maombi makubwa pia nigombee jimbo la Kawe. Lakini kutokana na utaratibu wa chama changu hauwezi kuanza sasa hivi kusema uanze ingie moja kwa moja kwenye kampeni au kwenye mipango hiyo ya kuanza kufanya siasa. Kwa hiyo nikasema nitumie nafasi hii nirudi nyuma, nisubiri kwanza mpaka utaratibu wa chama changu utakapoweka mipango sawa na kuweka, kama watanipa ridhaa basi nitafanya hivyo. Hilo ndio kubwa nilikuwa nataka nileke sawa. Lakini jambo la pili, nimekuwa nikipokea pia malalamiko juu ya mimi kufanya kipindi kupitia Clouds TV na Sudi Brown. Kuna watu wengine wakasema nimefanya fitna, Kuisa tolewe kwenye kipindi, nimefanya fitna, Sudi yafanya na mimi kipindi. Lakini naomba niweke kitu clear. Kipindi ninachotarajia kufanya na Sudi ni tofauti kabisa na kipindi cha mwanzo kilichokuwa kinafanya Shirawadi. Mimi sio mbea. Kwa hiyo wao mwanzo walikuwa wanafanya kipindi cha Shirawadi, lakini kwa sasa hivi mimi na Sudi tunafanya kipindi kinaitwa press release, ambao kitakuwa kinaruka kila wiki mara moja na marudio yake kesho yake. Kwa hiyo press release ina utofauti na kipindi ambacho mlikuwa mnazoea. Kipindi cha press release kina namna mbili. Kwanza, tunakwenda sana kijamii, lakini pia tutagusa engo zote za kisiasa, lakini bila kuzisahau za utamaduni. Lakini kikubwa tunakwenda sisi kwa jamii. Tunakwenda kwa jamii kutatua matatizo ya kijamii na kuiletea usuluhisho. Kwa hiyo tunachokifanya sisi, tunaenda kutafuta kwenye matatizo. Yale matatizo tunapambana nayo tuweze kuyafanya yasiwe negative, yawe positive. Yaani kama mtu ana tatizo, basi tunamtafutia njia sahihi ya kuweza kutatua yale matatizo. Tunajua watu maarufu wanapitia mambo mengi, lakini watu ambao sio maarufu wanapitia mambo mengi. Tunaweza tukatumia mifano michache ya watu maarufu kwa sababu tunaona kila siku kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini wapo watu ambao sio maarufu wanapitia matatizo mengi, wanapitia mitihani mingi, wanapitia vikwazo vingi ambavyo kwao ni obstacle katika kufanikisha kazi zao au shughuli zao za kila siku. Sisi hao wote kupitia press release tutawafikia. Kwa hiyo hapo utaona utofauti wa content ambayo tumeiandaa na content walikuwa wanaifanya Sudi mwanzo. Ndio maana mimi nagombana na Sudi sana. Yeye anaweza akaendelea na karakta yake, lakini mimi nataka nihakikishe kuwa tunakwenda kumsaidia mtu mmoja mmoja. Yaani mtu mmoja kokote alipo tunahakikisha naenda kumsaidia ili kuweza kutatua changamoto alizokuwa nazo. Hakuna mtu ambaye hana changamoto. Na mimi kwa imani yangu, ukiona umepata nafasi ya kumsaidia mtu, basi msaidie. Kwa sababu kwa imani yangu mimi, Qur'ani inasema kila mtu ni mchunga na kila mchunga ataulizwa alichochunga. Sasa kesho nikifa, nikitangulia mbele ya haki, naweza nikaulizwa na malaika au Jibril akaniuliza, Mwijaku, ulipata kuwa maarufu, uliutumiaje umaarufu wako? Je, ulitumia umaarufu wako kupata riziki tu au ulitumia umaarufu wako kuwakumbusha wenzio majukumu? Kwa hiyo mimi ninachokifanya, watu wananidhania tofauti. Wengine wanasema Mwijaku unaropoka, Mwijaku unaelezea maisha ya watu. Sielezei maisha ya watu. Dunia imebadilika sasa hivi.
Dunia ipo kiganjani, dunia ipo kwenye vidole vyetu siku hizi. Teknolojia imetuja mkononi. Kwa hiyo ili niwafikie watu kwa urahisi, kila mtu yuko busy na maisha. Njia pekee ya kuweza kuwasaidia watu ni kwenye mitandao ambao mimi na wewe ndio tunashinda huko. Kwa hiyo ndio maana natumia njia ile kuwakumbusha wenzangu majukumu sahihi ya kufanya. Ujue binadamu tumwembo na kusahau. Ndio maana leo unaweza ukafiwa, lakini kesho ukaamka ukaona ukasahau msiba. Ukaanza kucheka, ukafanya mambo mengine, ukafa na ajali lakini tunaendesha magari. Unaambia ukafa na ukimwi lakini bado watu tunazini. Unaambia ukafa na fulani, leo tunaambiwa watu, kuna watu walikuwa wanakufa na corona. Lakini angalia sisi tumepata ujasiri, tumepewa hope, tumesimama, tunafanya kazi. Kwa hiyo Mungu ameumba hivyo. Mungu ameumba hofu, lakini Mungu ameumba kusahau. Kwa hiyo ukisahau maana yake unaweza ukaendelea ukafanya vitu vyako vingine. Kwa hiyo kwa sababu kuna kusahau, mimi nimeamua kuvaa viatu vya kukumbushana. Nimevaa viatu vya kuweza kukumbushana ili kesho kutwa nami niulize nilichunga nini? Nikasema bwana, mimi kwa kadri ya uwezo wangu, kwa kadri ya jina langu niliweza kuchunga kitu 1, 2, 3, 4, 5 kwa watu wenzangu. Kwa hiyo hilo nimeamua kuliweka wazi kwa sababu maamuzi yangu ya kufanya TV show na Sudi Brown yasichukuliwe tofauti. Yasichukuliwe ya dhana ya kisasi, yasichukuliwe dhana labda ya kusema huyu mtu anafanya kitu fulani kumkomoa mtu fulani. Sipo kwenye TV kwa ajili ya kumkomoa mtu. Sipo kwenye TV kwa ajili ya kurudisha kisasi kwa mtu. Nafanya TV show kwa sababu ya kuwasaidia Watanzania wenzangu. Kabla sijaruhusu maswali, ni jambo langu ambalo lilikuwa linahusu mtoto wa Tanasha na mtoto wa Diamond Platinum au Nasibu. Kuna kitu kimoja natakiwa nikiweke wazi hapa na nyinyi waandishi wa habari mkijue kikubwa. Mimi ni Mtanzania, alafu mimi sio mtu wa Dar es Salaam, ni mtu wa mkoani. Sisi watu wa mikoani tunaishi kupitia mila na desturi za Kitanzania. Mimi leo huwezi kunilazimisha nifate mila labda ya Waganda. Huwezi kunilazimisha nifate mila za Marekani. Siwezi, kwa sababu mimi naishi katika mila na desturi za Kitanzania ambazo nimelelewa. Mimi niliposema mtoto wa Nasibu Junior, mtoto wa Diamond na Tanasha, mtoto wangu, tena nilisema damu yangu, nini labda mli interpret negative. Mimi ni mtu wa Kigoma. Diamond Platinum ni mtu wa Kigoma. Mimi ni mtu wa mkoani, Diamond ni mtu wa mkoani. Tunaposema sisi watu wa mkoani, hasa watu wa Kigoma, mtu wa Kigoma sisi ni ndugu. Ninaposema sisi ni ndugu, mtoto wa mkubwa mwezio ni mtoto wako, mtoto wa mkubwa mwenzangu mimi sio mkubwa mwenzangu. Mtoto wa mwenzangu ni wa kwangu, na sisi watu wa mkoani, mtoto wa mwenzangu mimi ni wa kwangu. Sasa kwa huyu, kwa nini nilisema huyu ni damu yangu? Hii ni damu yangu kwa sababu Diamond na mimi tunatoka Kigoma. Tuna chembe za Ukigoma, ndio maana nikasema hii ni damu yangu. Japo sio biological blood, lakini ni damu yangu kikabila, ni damu yangu kimkoa, ni damu yangu kiudugu wetu wa kutoka Kigoma. Kwa sasa hili libidi lazima niliweke sawa. Lakini sasa inategemea, mwenyewe kuna watu wengine, sio wote wanaamini mila hizo. Sio wote wanaamini mila na tamaduni za Kitanzania. Mimi ni mtu wa mkoani. Mimi naishi kwa mila. Ndio maana hadi leo unaona kuna matendo ya mila mimi naifanya. Kabla sijaongea hapa nimepiga simu Kigoma, niongee. Ni utamaduni, mila, kuwaomba ridhaa wazee. Ni jambo ambalo mimi nimekuwa nalo. Kwa hiyo lolote ninalofanya mjini lazima niwajulishe wao. Kwa hiyo ni mila na utamaduni. Pengine utamaduni wangu ninaofanya unawakwaza wengine. Pengine nilivyosema huu mtoto ni damu yangu, pengine Tanasha alielewa negativity, au pengine familia ya Tanasha alielewa negativity, au hata pengine familia ya Nasibu wameelewa negativity. Labda wakahisi huyu anavyosema damu yangu, huyu maanisha mtoto huyu ni biological wa kwake. Lakini si hivyo. Yule mtoto sio biological wa kwangu, lakini yule mtoto kidamu, yule tayari ana damu ya Kimanyema. Kama ana damu ya Kimanyema, mimi ni Manyema pure. Kama ana damu ya Waha, mimi nina chembe ya Waha. Kwa hiyo tayari ni damu yangu ile. Lakini pengine nilivyoongea hivi, Tanasha alichukulia kwa ukubwa, akaichukulia negativity. Lakini niliongea kutokana na kutumia mila na desturi za Kitanzania, na mimi kwa sababu ni mtu wa mkoani naamini sana tamaduni na mila za Kitanzania. Sijumuishi mila za Kiafrika. Mila za Kitanzania nilipokulia mimi. Baada ile statement kwenda, zilienda viral sana. Wakenya wakaanza kunishambulia. Wakenya wamenishambulia mno.
Lakini sasa mimi nina familia, nina mke, nina mtoto. Mke wangu akaniambia sawa, umeweza kumfanya sawa, lakini pengine wenzao wamekuelewa vingine. Hebu weka clear. Lakini kubwa zaidi, jana nilikutana na mwanasheria wa Nasibu. Aliniita, alinipigia simu, nikaitikia wito kwa sababu mimi nimesoma. Na katika vitu kozi zangu nilizosoma, niwahi kusoma administrative law. Ninaposema administrative law, kwa jua na kuwa nazijua chembe na vifungu vya sheria. Wanasema katika maisha, ukiishi hapa Tanzania, heshimu vitu hivi vitatu. Ukiheshimu vitu vitatu utakuwa salama. Heshimu mahakama, heshimu bunge, heshimu na serikali. Jamani, mbona kama muelewi? Heshimu mahakama, heshimu bunge, heshimu serikali. Tunaposema heshimu mahakama, heshimu sheria na vifungu vyake. Kwa hiyo bwana, jana mimi nilipokea wito, nikaenda kwa mwanasheria mjini ofisini kwake, akaniita makao makuu pale. Baada ya kuniita akanambia, unaposema mtoto wa Nasibu wa kwako, una uhakika? Nikamwambia niliposema mtoto wa Nasibu Junior ni wa kwangu, nilikuwa namaanisha sio biological, nilikuwa namaanisha kikabila, kinyumbani, kiukanda, kidhehebu. Kwanza imani yangu ya Kiislamu, wanasema al-Islam, Waislamu wote ni ndugu. Muislamu ndugu yake Muislamu, hiyo ipo Qur'ani inasema hivyo. Muislamu ndugu yake Muislamu. Hawajasema ulozaa, alosema sijui umezaliwa naye, amesema tu Muislamu ndugu yake Muislamu. Nikamwambia cha kwanza, mimi yule mtoto ni ndugu yangu, ni damu yangu, kwanza Muislamu. Cha pili nikasema, nilisema damu yangu kwa sababu ana chembe za umanyema au uha. Kwa hiyo kama anatoka Kigoma na damu yake imetoka Kigoma, ni damu yangu. Lakini la tatu, kwa sababu mimi nina mapenzi, sina ubaya na Nasibu. Na sisi wa Tanzania, Mheshimiwa Mwinyi leo kusema mtoto wa mkubwa mwezio mtoto wako, mtoto wa mkubwa mwezio sio mkubwa mwenzako, kwa sababu kulikuwa na uharibifu sana wa watoto. Kwa hiyo nikaenda na ile slogan kwa mtoto wa mkubwa mwezio mtoto wako, mimi huyu mtoto wangu. Lakini naomba Mheshimiwa Advocate niweke clear, sio biologically. Ninaposema sio biological, maana yake sio kidamu ndio sio mtoto wangu, lakini ni mtoto wangu kwa sababu mimi na Nasibu tunatoka Kigoma. Lakini sasa akanambia, huoni kwa umesababisha taharuki? Nikamwambia inawezekana kwa nimesababisha taharuki, lakini naomba nimwambie Tanasha kama nilimsababishia taharuki au mihemko ndani ya nafsi yake. Wanasema tuiane radhi. Ninaposema tuiane radhi, yeye kwa sababu najua hajui tamaduni zetu. Mimi naishi kitamaduni, siishi Dar es Salaam, naishi kimkoani. Kwa hiyo pengine ilimkwaza. Kwa hiyo ninaposema kama ilimkwaza, sisi watu wazima ambao kama tunasema, ukiona umemkwaza mwezio, mwambie nilipokukwaza, tuvumiliane, tustiriane. Na nitapenda kwa sababu mimi mila yangu naamini kuwa damu ya mtu wa Kigoma na dini yangu inaniaminisha kuwa ni wa kwangu, basi niseme tu kama wao hawataki damu ile ni awe ndugu yangu, basi mimi Nasibu Junior sio ndugu yangu. Nasibu Junior mkubwa mwenzangu, au Nasibu Junior rafiki yangu. Lakini mimi nilikuwa napenda sana Nasibu Junior nimtaje kama mtoto wangu, damu ya Kigoma. Kama vile ninaposema Alikiba damu ya Kigoma, homeboy, au Diamond damu ya Kigoma, homeboy, huwa najimwambafai kwa sababu sisi, nishaye kumwambia Kaseja, sisi Kigoma damu zetu kali. Niliwe kumwambia Juma Kaseja hizo, damu zetu kali bwana, tumetoa chombo. Juma Kaseja kazaa Morogoro, kuna mwanamke kamzalisha Morogoro traffic. Nikamwambia yule mwanamke, damu yetu ile, damu kali, yani umetoa pua yangu kabisa. Kwa sababu gani? Damu zisi za watu wa Kigoma ni kali. Kwa mimi nimuombe Tanasha, najua Wakenya watakuwa wanaona hii kitu sasa hivi, tupo live, kuna station nyingine hapa ziko live. Wakenya waniwie radhi, nchi ya Kenya kupitia waziri wao husika, lakini pia kupitia wanahabari wa Kenya, lakini pia wanaharakati wa Kenya waniwie radhi. Mimi ni mtu wa mkoani, naishi kutokana na mila na desturi nilizolelewa nyumbani. Ile kusema cha ndugu yangu ninayetoka naye sehemu moja ni cha kwangu. Mimi nilikuwa nakaa natembea nasema gorofa Diamond la kwangu.
Niliwahi kumwambia mtu Morogoro, nilikutana nikamwambia gorofa la Diamond la kwangu. Kwa sababu gani? Linamilikiwa na Manyema, namilikiwa na mtu kutoka Kigoma, chake changu. Kuna siku zimepita zile gari zake zile nyeupe na ile nyeusi tatu. Nikasema gari zangu zinatembea hizo. Kwa sababu gani? Mimi nina mahaba mtu cha Kigoma, chake changu. Umeona? Nilijisema. Kwa hiyo kumbe nilipokuwa nasema vile pia nilikosea. Na leo pia nafuta kauli zile gari ni za Nasibu, ila mimi kwa sababu ule ndugu yangu zile gari nasema za kwangu, ila leo nimefuta kauli zile gari sio za kwangu, ni za Nasibu, ila kwa sababu mimi ni ndugu na Nasibu, tunatoka Kigoma, ni marafiki, watu ambao hatuna matatizo, kitu cha rafiki yangu changu. Ndio maana niko nasema zipelekwe service huku, zisipelekwe service huku. Watu wakaanza kuniambia mbona waje Mwamba Fai magari sio ya kwako? Hawajaniona nayo. Lakini nilikuwa nasema ya kwangu kwa sababu ni ya mtu wa Kigoma. Kwa hiyo leo nimefuta pia kauli hiyo.